Ni asubuhi njema tena msikilizaji wetu, na dakika 6 zimepita baada ya saa 5, na kibao ulichokuwa unakisikiza ni Pungulu by Angry Panda. Na karibu tena, jina langu ni Esther Chiro na unasikiliza show ya Wimbi la Mazingira. Na katika kipindi hiki siko peke yangu, nipo na mgeni. Atajitambulisha yeye ni nani, alafu tutaendelea. Karibu. Mimi bwana nafahamika kama Mathias Charo hapa. Leo niko na mwenzangu hapa, tunakupigia show la Wimbi la Mazingira. Naam, karibu Mathias. Asante sana. Na msikilizaji, leo tunaenda kuongelea kuhusu mambo na plastiki. Je, maisha yetu tunayoyaishi, je, tunaweza ishi bila plastiki? Hilo ni swali tunafaa tujiulize kila kukicha, kila uchao. Je, na nakuuliza Mathias, tunaweza ishi bila plastiki? Kwa mimi nikiona tunaweza ishi bila plastiki, pia tunaweza ishi bila plastiki. Tunaweza ishi bila plastiki na pia tunaweza hii nitajekaje? Tunaweza ishi bila plastiki na pia hatuwezi ishi bila plastiki. Kwa nini unasema tunaweza ishi bila plastiki na tunaweza ishi na plastiki? Nikisema tunaweza ishi bila plastiki, hapo nitasema kuwa tukiangalia vitu vingi, yani venye tunatumia ni vya plastiki, lakini pia kuna njia mbadala zenye zimewekwa kuhakikisha kuwa hatutumii plastiki. Kama sahi ukiangalia kama vyombo vya jikoni, mara nyingi siku hizi vinatumia madini mengine kama vile kuna ceramic, kuna kaure na ceramic, si ndio? Vitu kama hizo, melamine. Melamine. Vitu kama hizo zinatumika. So naona hakuna haja ya wewe mtu kwenda kununua kitu ya plastiki wakati kuna njia nyingine ya kupata kitu chenye si cha plastiki. Si tumeambiwa vitu za plastiki zinakuwa na hizo chemicals zenye ni harmful kwa mwili, si ndio? So wewe ukiona notice kama ile ama ukiona onyo kama lile, si lazima uende plastiki, si ndio? Naam. Na unaweza endea kitu chenye si plastiki ambayo hata baadaye haina madhara kwako na pia kwa mazingira haina madhara, si ndio? Naam. Na pia nikisema tunaweza tusiishi bila plastiki, hapo pia hilo lina uzito zaidi. Kwa sababu hata ukiangalia katika matibabu upande wa hospitalini pale, vitu vingi venye vinatumika ni vya plastiki. So wale wenye wanatuonya tusitumie plastiki pia wanatutengezea vitu vya plastiki. Tunaona kitu kama syringe, sijui inaitwa kwa Kiswahili, ile ni ya plastiki. Ukiona hizi vitu vingi tu vya hospitalini kama hizo dustbins zenye wanatumia, ukiangalia vyombo vingi ni vya plastiki. Hata wewe mwenyewe ukiingia pale hospitalini, ukiingia pale mfano ni mgonjwa umekuwa admitted, sana vyombo vingi vinatumika vingi ni vya plastiki. Sijui kama umewahi notice kitu kama hiyo. No. Ukiangalia chupa za maji ni za plastiki. So aya, mtazamaji na msikilizaji, tunajua popote pale ulipo umekaa kuna plastiki mahali. Ikiwa ni ofisini, barabarani, nyumbani. Hata ukiwa nyumbani kwako, jikoni kuna plastiki nyingi. Na tukiangalia sana, tunapata hatuwezi ishi bila plastiki. Naam, lakini kuna njia ya kuzuia. Kuna njia nyingi za kuzuia plastiki, lakini pia kwa hizi njia za kuzuia plastiki watu wanazipuuza sana. Wanasema tunatumia kiwango kingi cha plastiki, lakini zile zenye zinakuwa recycled ni tuseme ni asilimia chache. Wengi wanasema ni 20% hizo plastiki zimekuwa used ndo zinakuwa recycled. So naona ni kama hiyo ni njia moja wapo ya ya kupunguza plastiki, lakini watu wanaipuuza. Plastiki ni nyingi kila mahali. Ndio. Njiani. Na sijui tungependelea kuanza vipi na wale wanaozitengeza plastiki. Maana plastiki zimekuwako kutoka jadi. Na hizi makampuni sijui unaweza waambia nini mambo ya plastiki, maana zimekuwa janga kubwa kwa mazingira yetu na kwa maisha yetu.
unaweza waambia nini? Mimi kitu naweza waambia kwa hawa wenye wanatengeza plastiki, si mbaya kutengeneza plastiki by the way, kama ujani ni kama usinielewe vibaya, si mbaya kutengeneza plastiki na, lakini mimi nakuja hapa wakati wa kuzihandle wakati wa kuzi, yani isikue mahali unatengeneza chupa basi kuna zile zenye aziko, yani hazina maana, zile zenye naweza semaje uchafu, zile zenye ni uchafu usizitupe tu kila mahali. Naam. Tafuta mahali kwenye unajua hapa nitazieka, na pia usizichome plastiki. So unajua pia zina huo motion unatoka na plastiki unaleta madhara kwa mazingira. So usizichome ovyo ovyo, zitafute mahali ziweke, ziwe recycled. So unajua zinatengenezwa tena. Bado zina matumizi baadaye. So si lazima uzichome kila mahali ama uzitupe kila mahali. Hiyo ndio kitu ningependa kuambia wenye wanatengeneza plastiki. Na msikilizaji, tunajua kuwa plastiki haijaanza kutumika sasa. Na takwimu zinasema kuwa plastiki ilibuniwa mwaka wa 1997. Na imekuwa maarufu sana na imetumika kwa muda mrefu. Lakini nayo tunajua tu plastiki inapotumika na inapotupwa haiozi. Inabaki kwenye ardhi na mchangani kwa miaka zaidi ya 100. Ndio. Hebu ongelea kuhusu hiyo. Kuhusu hilo pia naweza kuongelea kuwa plastiki unapoitupa tu mahali ikiingia chini ya mchanga, si kama tuseme mbao. Unajua mbao ikiingia chini ya mchanga hiyo uoza, udecompose na ikabaki ikakuwa kama mchanga. Lakini plastiki unapoiweka mahali, hata kama pale mahali kuna tuseme hata nyasi zenyewe, utaiona imezingirwa tu na ile mizizi ama hiyo nyasi ama mti umemea juu ya hiyo plastiki, ambapo sasa inaleta tunaweza kwa kizungu tu, kwa lugha ya kimombo tunaweza sema standard growth. Naam. Kuna kule kukua hafifu, yani mti unakuwa hafifu. So naona hiyo inaleta yani madhara kwa miti, yani kwa mchanga pia. Alafu pia ukiangalia mahali kwenye tupa plastiki, hata kabla hizi zilikuwa zinaitwa nylon, mifuko ya plastiki nadhani ilibaniwa itumiki tena. Naam. Kitambo ulikuwa ukipata mahali kwenye kumetupwa mifuko mingi ya plastiki imeingia chini ya mchanga, pale mahali kuna kosa rutba. Unakosa rutba, yani mchanga wa pale unakuwa hafifu, unakuwa hauna zile nutrients za kuweza kuboost ile mimea kumea vizuri. So unaona, so mimi naweza sema hapo plastiki haifai kwenye ardhi, tuseme tu kwa ufupi plastiki haifai. Na je, unajua kuwa zaidi ya tani milioni 300 kila mwaka inatokana na plastiki? Ndio. Hapo sasa pia mimi nataka nikwambie, kati ya hizo tani umesema tani milioni 300. Naam. Nataka nikwambie kati ya hizo tani milioni 300 zenye zinatokana na hiyo plastiki, ndio tena wanasema si hicho, tuseme hicho kiwango ni 100%. Wanasema sasa 20% ya hicho kiwango tani milioni 300 ndio zinakuwa recycle, yani zinahifadhiwa vizuri. Na mimi nataka nikupe swali pia. Umeniuliza maswali mengi. Nataka nikupe swali. Je, ile 80% inaenda wapi? 80% ya hizo plastiki zenye zimetengenezwa. Hizo tani milioni 300. Kwanza hiyo 20% iko wapi? Hiyo 20% nimesema ni zile zinakuwa recycled alafu zinakuwa reused. Naam. So naona zinakuwa recycled, zinatengenezwa alafu zinatumiwa tena. Naam. Sasa hiyo 80% ni ya plastiki zenye zinasambaa hapa kwa mazingira yetu, baharini, njiani. Zingine hata unapata zinakutega hata. Zinakutega, unashanga kwani nini shida iko wapi? So 80% ya hizi plastiki nyingi, 20 ni zile zinakuwa recycled na 80% ni zenye zinasambaa kwa mazingira yetu. Sasa mimi nataka nikwambie kitu. Shida si plastiki. Shida ni yule anayetumia plastiki. Si ndio? Kabisa. Sasa wewe unayetusikiza, kama unatumia plastiki, ukimaliza kutumia plastiki jua mahali sahihi unapoiweka. Usirushe ovyo ovyo kwenye mazingira, yani usichukulie ukiangusha karatasi tu
ni hivyo na ndio umeenda. Unafagia uchafu ndani ya nyumba, una makaratasi, pengine ni kibakuli chako hapo kimepasuka cha plastiki, unarusha tu hapo nje. Pia iko na madhara mengi. Naam. Unaona kitu kama hicho. Tukiendelea. Je, unafahamu kuwa plastiki imegunduliwa ndani ya mili ya samaki, ndege na hata wanadamu? Hapo naweza kuwa na ufahamu kidogo. Manake wataalamu wanasema kadri tunavyoendelea kuishi na tunavyotumia plastiki, mimi naona samaki wakipotea karne zijazo. Na unajua kuwa unapokula samaki umekula plastiki? Je, unajua unapokula samaki umekula plastiki? Manake plastiki zipo baharini. Ndiyo. Na samaki wanazitumia kama chakula. Je, unajua Ndiyo. Pia samaki ukila umekula plastiki? Hapo sasa nimekupata. Hapo sasa nimekupata. Naam, samaki wanakula plastiki. Hizi plastiki umesema shida si plastiki, shida ni watu wanaozitumia. Wanaotumia plastiki. Ni ukweli. Plastiki nyingi zinaelea baharini. Hata jana nimefanya interview na mvuvi mmoja anaitwa Zuya. Yeye amelilia sana, yeye ni mvuvi. Na kwa kweli amelia sana. Anasema toka aanze uvuvi. Kwa miaka 10 iliyopita na kwa sasa kuna utofauti mkubwa sana. Je, unaweza ongelea vipi kuhusu mambo kama wewe kama unakula na unajua unakula plastiki? Je, utaacha kula samaki ama utafanya nini? Mimi siwezi chakula samaki. Ni wanaotupa plastiki baharini, waache kutupa plastiki baharini, tuendelee kula samaki. Utumii plastiki? Mimi natumia plastiki lakini mimi kama tunaweza sema kama kielelezo. Mimi jambo la kwanza huwa siingii baharini na chupa ya plastiki. Na kama nitaingia baharini na chupa ya plastiki, huwa nahakikisha ile chupa ya plastiki nimetoka nayo, nimetupa mahali sahihi. Maana si hata baharini ukienda public beach huko kuna hizo kuna mahali kwenye huwa zinawekwa, ama unaweza kuwapa hata wale watu wa kutengeneza maji, kutengeneza juice, wanazitumia tena, zinaoshwa, zinatumiwa tena. So unaona, kuliko itupe baharini tuambie tunakula samaki wa plastiki. Naam, wapo unakula. Hata kama wewe jana ulikula samaki, wewe jua kuna chembe za plastiki zimo tumboni. Manake samaki wanakula plastiki. Na tunaambiwa kuwa plastiki ina madhara kwa mwili, inaleta saratani. Saratani, yes. Sasa si unaona, wewe unasema unakula fresh from the ocean, kumbe unakula plastiki. So unaona? Naam. Mambo kama sasa mimi nataka pia nikuulize swali. Naam. Je, upungufu wa samaki wenye umesema sasa kuna upungufu wa samaki baharini. Ni kuwa wanapata madhara ya plastiki, wanakufa? Naam. Ama nitakujibu hilo swali. Jana nilipofanya hiyo interview na Zuya, mvuvi wa samaki, aliniambia chanzo kikubwa cha samaki ni hizi si chupa, plastiki pia ni chupa, ni plastiki. Lakini kuna plastiki hizi za mifuko. Aliniambia sana huwa wanaingia kwenye ile mifuko. Wakishaingia kwenye ile mifuko wanakosa hewa. Ndipo wanakufa. So chanzo kubwa, plastiki za chupa ndio pia ni chanzo kubwa, lakini hasa alisema, aligusia na kuweka mkazo ni mifuko ya plastiki. Ndiyo. Samaki wanaona maybe ni place, maybe ni pahali penye wanaweza kujiprotect, kumbe ndio wameenda kujifunga wenyewe. Na wanapokuingia kwenye mifuko hiyo wanakosa oksijeni na wanaweza kufa. Na ndio maana hiyo inasababisha kuwa unapata uvuvi wa samaki unaenda unazoroteka, unashuka. Maana wanapoingia kwenye mifuko, unadhani bahari yote mifuko mingapi iko pale ndani? Mifuko mingi sana. Na samaki wangapi wanaingia pale kwa ile mifuko? Sana samaki wengi sana. Naam, so kwa ile collection nilipata na research, alisema mifuko mingi iko ndani ya bahari, na hiyo ndio chanzo kikubwa cha samaki kufa. Nadhani nimekujibu swali lako. Ndio. Na hata sasa mimi kuna kitu nimegundua. Nimegundua the quality and the quantity ya wale samaki wenye wako sahihi, si kama wale samaki wa zamani. Naam, imeshuka. Ukiangalia zamani ilikuwa ukinunua samaki ni wakubwa, wazuri, alafu utapata mvuvi amerudi na samaki wengi. Naam. Samaki wazuri, lakini sahihi naenda amerudi, napata amerudi na viomena, alafu samaki haeleweki. Hata wale samaki wa kitambo
wanapotea. Angalia samaki kama, mimi naweza kupa mfano wa samaki mmoja. Mfano ni kiboma. Baidha kiboma kilikuwa kinatambulika sana zamani. Mtoto wangu nilikuwa nasikia kiboma. Sasa hebu tembea tu utafute acha na Gen Z. Unajua Gen Z wakati huo si tulikuwa watoto. Naam. Tafuta tu mtoto mdogo kama tuseme 14 years kurudi chini hapo paka 8 years, muulize kiboma ni nini, atakuuliza kwa kimombo what is kiboma. So unaona vitu kama hivyo. So unaona samaki kama wanapotea. Mimi mwenyewe yani sijaiona kiboma. Mimi niliona kiboma nikiwa utoto wangu, nikiwa utotoni. Sasa hivi ukiniambia kiboma hata sijui inakaa aje. Sasa unaona. Sasa unajua hapo kitambo. Hapo kitambo sisi ilikuwa hakuna plastiki. Sije watu wakatuelewa vibaya wakasema eti kitambo walikuwa wengi na walikuwa wazuri sababu ilikuwa kuna plastiki. Plastiki ziko, lakini ukiangalia kitambo plastiki ziko. Plastiki hazikuwa nyingi, alafu ilikuwa zinakuwa yani mimi naweza sema matumizi yake jambo la kwanza yalikuwa kidogo. Matumizi ya plastiki yalikuwa kidogo. Kama kwetu kitambo kulikuwa na mfuko mmoja wa plastiki, ulikuwa ni mfuko wa kuendea dukani. Naam. Ulikuwa ni wa kuendea dukani, unatoka na huo mfuko unarudi nao ununui. Acha sasa hii ukienda dukani unaenda unanunua mfuko mwingine. Kesho ukienda unaenda unanunua mfuko mwingine. Asili kwa tunatumia huo mmoja. Huo mmoja tunarudi tunaweka pale mahali kwenye unafaa kuwekwa. Kesho tena kama hivyo. Sasa hiyo pia naweza sema ni moja kupunguza plastiki. Maana sasa tuseme kama wewe uko pale kwako. Una mtungi kama ni chupa ama mtungi wa kununulia, pengine ni mafuta ya uto. Naam. Pengine hata wengine siku hizi wana jikokoko. Jikokoko unajua chupa yake pia ni ya plastiki. Naam. So kama unatumia kama jikokoko ama unanunua mafuta ya uto ama hata yoyote ile, wenye magari, wenye mapikipiki, wengine huwa wanaendea, unajua hizi gari ndogo ndogo, wengine wanaendea mafuta na vitungi, wanakuja naeka wenye pikipiki virobo wanaeka. So hakikisha ni kile kimoja unatumia. Si eti leo unaenda na hicho unakuja unaangusha, kesho unaenda na hicho unakuja unaangusha, kesho kutwa unaenda na hicho unakuja unaangusha. Mwisho wa siku utakosa mahali pa kuviweka na utavitupa tu pale nje. Ni heri vimebaki kule mahali unatoa. Maybe kule mahali unatoa watajua jinsi ya kama ni vingi watajua jinsi ya kuviweka ama kuvirecycle, wanapeleka pale mahali wamezoea kupeleka. Sasa wewe ndugu yangu una mahali pa kuvipeleka. So wewe kazi yako unachukua tu unarundikiza, mwishowe unajipata tu unavitoa nje, unavimwagia mafuta, unavichoma, unaharibu mazingira. Jambo la kwanza. Alafu mahali kumechoma plastiki pia napo unapaona panakuwa hata kumea nyasi ni ngumu mahali kumechoma plastiki. Naam. Na msikilizaji, tukisema tupe taka, hatuseme eti zimetoweka ama nini. Ni make sure place unaweka taka ama place unataka kupeleka taka, make sure ni pale pamoja. Na plastiki unayotumia make sure ni moja. Kama kujaza mafuta tumesema mafuta taa. Make sure kirobo kama ni kirobo, lakini hakuna tuseme tunaweza pata maybe za chuma, virobo vya chuma hivi. Kwani lazima iwe ni kirobo cha plastiki? By the way, kitu kama kwani huwezi pata kitu cha chuma waje? Manake ukisema hii tuseme wewe umetumia kirobo, una gari lako, umetumia kirobo kwenda kujaza. Na mimi pia niko na yangu na mwingine ako na hivyo ni plastiki vingapi? Tukapata tu cha chuma chenye unajua hata kikianguka mahali bado ni kiko safe, ukakiinua tena kwa kiregesha penye kilikuwa kimeanguka, kuliko kutumia plastiki bana. Mimi sitaki eti unaweza kuwa na hiyo plastiki lakini usiwe na plastiki. Tafuta hata kama ni cha chuma yenye unajua hii inapeleka hata kama miaka 10 na si ndo hapo sasa. Hata nataka nikuambie kitu. Unajua hata siku hizi itakuwa si vizuri. Itakuwa si vizuri. Mfano umebeba plastiki unaenda nao kubeba nao petroli. Unajua hata sasa imekatazwa kitu kama hiyo. Kuna mitungi, kuna kitu yani tuseme ni mitungi imetengewa vitu kama hivyo. Hizo vitu naam ziko. Vitu kama hivyo vimetengewa. So si lazima ubebe kirobo uende kule ununue.
ununue petroli. Hakuna mtu anataka kujua umenunua petroli, hakuna mtu anataka kujua umenunua mafuta ya uto unaenda kukarangiza. Hakuna mtu anataka kujua unatumia jiko koko, hakuna. So hiyo mimi naona tu tafuta tu njia mbadala ya kupunguza plastiki kwako. Unajua kupunguza plastiki kunaanza na mtu binafsi. Naam. Before ili swala likuela watu wengi, useme mtu fulani anatupa karatasi hapa, mtu fulani, inaanza na wewe kama mfano, wewe mwenyewe. Nimekula viazi, mfuko natupa wapi? Kaperemende kako pale. Nimekunywa afya, mfuko huu unautupa wapi? Umekula peremende yako hiyo wenyewe wanasema Big Daddy. Ndio. Ati ting ting. Hiyo karatasi na kijiti unatupa wapi? Naam. Sasa hiyo pia uangalie kama wewe binafsi. Na msikilizaji, tunaenda mapumzikoni kidogo, na tutakaporudi tutakujuza mengi zaidi. Zidi kuburudika. Na mtazamaji, ni kibao cha Savara kinaitwa Reggae by Kinyozi, na ni dakika 37 zimekatika baada ya saa 5, na tunaendelea na mada yetu. Msikilizaji, tunakuuliza kuwa je, maisha bila plastiki yanawezekana? Karibu tena msikilizaji wetu, tunapokuendelea kukujuza mengi kuhusu mada hii. Na Mathias, tunasema kuwa plastiki imeamua kutuharibia mazingira kabisa. Na mimi nakumbuka kuna wakati tukiambiwa beba mfuko mmoja. Mimi nakumbuka kitambo kidogo ilikuwa niko ignorant kabisa. Ambwa chukua hiki kikapu, wajua wengine tumelelewa na nyanya zetu wa zamani, na bana ambia chukua hiki kikapu. Unaona kikapu ni time ya zamani bana. Washanga bana, nabebaje kikapu bana na mfuko huko? Unajua mimi hata kuna wakati nikienda shule ilikuwa naambiwa mbona bebe mfuko? Ilikuwa natengenezwa, unaona hii kikapu hiyo. Kikapu kumbe kinaweza kudesigniwa, kuna mahali unaifungua kama pochi hivi, unaweka vitabu alafu unaifunga. Mimi ilikuwa nikibeba hivi nasema inaonekana kama babu wa zamani. So unaona kitu kama hiyo. So unajua hiyo ni vizuri hata kushinda kubeba hiyo inaitwaje backpack. Hiyo ni vizuri. Unajua ile backpack pia ni kama inachembea plastiki. Naona au mababu zetu hapo nyuma walikuwa wakifanya vizuri kutengeneza hizo vitu wanatumia miaa. Natumia ule mtu anaitwa miaa ile. Alafu natengenezewa hicho kitu kama kikapu hivi. Alafu pia ukienda dukani ulikuwa utumii mfuko, ulikuwa unatumia kikapu. So naona mwanzo kikapu kikioza mahali kuna maji hivi. Alafu unaona pale mahali yani kuko vizuri nyasi za pale, hata kikichoma mahali nyasi za pale zinakaa kama ziko healthy kiasi hivi. Na je, bado umeembrace kubeba kikapu ama mifuko bado inayotengenezwa ndio unabeba? Mimi naona miaka ijayo hapo hata watoto wangu watabeba vikapu. Wewe unabeba kikapu? Wewe umebebi kikapu? Sijakuona na kikapu. Mimi si hata unaniona nikija studio sijabeba kitu. Hata chupa maji sibebi. Maji na kunywa hapa studio na yaacha hapa tu. Mimi nachunga mazingira vibaya sana. Mimi nikiona mtu ametupa plastiki mahali nasikia vibaya, nasema una amefanya nini? Anatuharibia mazingira. Ndio maana unioni na chupa. Mimi mahali nitakula kama ni maji na kunywa hapo kila kitu, utaniona nimebeba chupa ya maji mahali. So hata wewe mwenzangu, wewe mwenyewe unasema nabeba maji kuna maji design nyingi sahihi, kuna dazani, sijui unasema wewe bana uwezi kunywa maji ya mahali fulani, unabeba maji yako kwa chupa. Ukimalizia ile chupa unaipeleka wapi? Hilo ni swali langu. Naam. Je, ukimalizia ile chupa unaitupa mahali sahihi ama unaipeleka wapi? Juu ukipeleka kwa nyumba, obvious kama wewe ni baba wa nyumba, mama lazima pale akifanya usafi ataitupa. Je, anaitupa wapi? Na kuna wakati wamesema ukienda ufuo wa bahari kule, ukibeba plastiki yako unawapa wale watu wa kuuza maji, juice nini. Na je, tuseme umepatana na mtu ametupa ama umeona umetembea plastiki kumbele yako, nafanya nini? Tuseme hiyo si nzuri ya kupeana yule muuzaji wa maji, akaosha akaitumia tena, unafanya nini? Unaona mimi katika utoto wangu pale ningechukua ile chupa ningeipiga teke kaingia baharini, lakini kwa sasa hii nimejua plastiki haifai.
ukitupa plastiki baharini unaua samaki ama utakula samaki wa plastiki. Mimi ni heri tu nichukue kama sina mahali pa kuiweka, nitafutie mahali kwenye najua watu unajua kuna kuangana watu wanasafisha hizo fuo za bahari. Naiweka mahali kwenye wakija wataiona. Kwenye wakija wataiona, lakini sasa wewe nisiwe nimeiweka pale alafu wewe urudi uje icheze mpira itupe kwenye bahari. Mimi nimeiweka pale ndo at least ikue exposed wale wenye watakuja waione, waiokote. Alafu pia niko na cha kuambia wazazi wenye tunapeleka watoto wetu baharini. Tunawanunulia hizo snacks zenye zimewekwa kwa plastiki, zenye hizo peremende zenye unafungua unaboga plastiki tu kama hizo. Pia muangalie watoto wenu wakati mko kule. Je, hizo plastiki wakimalizia watoto wenu wanaziweka wapi? Ukiziweka pale ufuoni, maji obvious yanajaa. Yakijaa yakifika mwisho yanabeba plastiki yanapeleka ndani ya nini, ndani ya bahari. Na sasa zikiingia ndani ya bahari pale, is either wewe ukule samaki wa plastiki ama uwe samaki baharini. So unaona? Msikilizaji, leo nataka nikujuze kisa kingine cha mama kutoka Tandale, Dar es Salaam. Wanasema walipokuwa wameona jamii yao imejaa plastiki kila kona, mifuko, chupa, taka za kila aina. Msikilizaji, walibidi waanzishe kikundi cha kufanya usafi na kushona vikapu. Hivi vikapu venye tunavidharau vimetoka mbali bana. Mama zetu wametushonea vikapu na tunakataa kutumia vikapu, tunataka kutumia plastiki. Na ndio maana nakwambia jambo likataliwe kabisa. Na ndio maana nakwambia mimi siku za usoni nitatumia kikapu. Nilikuwa nakiona hakina maana, lakini siku za usoni nitatumia kikapu. Kwa nini siku za usoni na ni sasa? Wanasema Waswahili kama si sasa ni sasa hivi. Kwa nini siku za usoni na sahihi ndipo unapaswa kuwa unaanza kutumia hicho kikapu? Kwa sasa sijapata kitu cha kubebea, ndio maana nakwambia hata sibebi mfuko. Unataka kuniambia uende dukani? Mimi kwenda dukani na nini? Kwenda dukani naenda. Kwenda dukani naenda, lakini unajua hata serikali imetuletea baada ya kukataza ile mifuko ile ya plastiki, wametuletea mifuko mingine yenye sijasema si plastiki, ni plastiki, lakini naona ina madhara kidogo kulingana na wao. Kulingana na wao, sijasema ni kulingana na mimi. Kulingana na wao ina madhara kidogo kwa mazingira kuliko ile mifuko ya plastiki. Mimi wanatumia ule mmoja. Kitu cha kwanza nikitumwa dukani nauliza mfuko uko wapi? Nipewe ule mfuko wenye uko pale. Niende dukani alafu niurudishe pale, kesho utumiwe tena ule. Si nimekwambia ni njia moja hapo ya kupunguza mifuko, ya kupunguza plastiki. Natumia ule mmoja. Lakini siku za usoni nitakapofanya matumizi ya mfuko, sitatumia mfuko, nitatumia kikapu kama huyo mama mwenye unasema wa Dar es Salaam. Naam. Hata si mama mmoja bali ni wamama walitengeza kikundi na wakahakikisha kuwa kikapu ndio kinatumiwa. Sasa unaona. Na wajua katika nimeangalia na nikafikiria walipokuwa wanatengeza hivi vikapu, of course kuna wale watu wenye waliwatupia maneno. Nini bana, mko zamani za kale, sisi ni majenzi, sisi tuko digital, kwa nini vikapu? Lakini nikaangalia na nikafikiria na nikasema kuwa walifanya kitu kizuri sana, walifanya jambo la maana sana. Ndio. Kikapu nao kinasaidia. Nami naona nikitafuta changu. Maana kwa jinsi na kwa hali inavyokuwa na mambo utumizi ya plastiki inahatarisha na inasononesha sana. By the way, mimi hata naona magonjwa mengi, ukiangalia siku hizi kumekuwa na magonjwa mengi kuliko zamani. Kuna magonjwa mengi kuliko zamani by the way. Na tunasema kuwa plastiki hazikuwa zamani, zilikuwa, lakini utumizi wao ulikuwa wa kihalali na kihakika. Kama venye sasa tunavyotumia. Sasa unaona wanasema sijui hiyo sahani ya plastiki ukiweka supu moto inayayusha hiyo plastiki, unakunywa hizo zinaitwaje, kemikali zenye ziko hapo kwa plastiki, unapata saratani. So unaona hata magonjwa mengi yanasababishwa na plastiki. Sasa kuliko upate saratani yenye utatumia mamilioni kuitibu, mbona usinunue inaitwa melamine ama ya chuma ambayo hata melamine niliona kuna mahali niliona ni sahani nzuri imerembeshwa maua shilingi 70. Mbona ukanunua shilingi 20
ya plastiki, alafu baadaye utumie mamilioni na uache shilingi 70 ambayo haitakupa madhara yoyote. So naona vitu vingine sisi wenyewe tukiamua tunaweza ishi bila plastiki. Na kwa ule upande wa hospitali ambako nimekwambia kuwa hatuwezi ishi bila plastiki. Pia nataka nijirekebishe kiasi hapo. Si kujirekebisha, bali nataka nikupe ufafanuo kiasi. Nikisema hatuwezi ishi bila plastiki kwa upande wa hospitalini, ukiangalia vile vitu vingi venye hutumika katika sekta hiyo ya matibabu, vitu vingi venye hutumika havitupi kiolela ovyo ovyo. Utatembea wewe hapo upatane na syringe, upatane na ile chupa ya drip ya maji, upatane na hivyo vitu venye wanatumia kule. Obvious kuna mahali kwenye vinapelekwa alafu wanajua kuvihandle. Si kama wewe venye ukinywa maji unarusha kila mahali. Wanajua kuvihandle, hata hizo sindano, kila kitu kuna mahali kwenye vinaekwa. So naona sasa tungesema pia wao wafanye kama venye tunafanya sisi. Ukinywa maji unarusha chupa, ukila peremende unarusha kijiti, na wao wakimaliza na hiyo drip ya maji wanarusha barabarani, wakimaliza na hiyo syringe ya sindano wanarusha barabarani, wakimaliza na dawa wanarusha barabarani. Unafikiri sahihi kungekuwa kuna kaaje? Juu sababu pale hospitali ni watu wengi wanaingia na kutoka. So naona wagonjwa wengi wanaingia na kutoka. So naona hao wanajua jinsi ya kujipanga na jinsi ya kuzihandle hizi plastiki, ndio maana uzioni ovyo ovyo. Na msikilizaji, nikukumbusha jambo moja, kwa tunaposema tupeni taka, hatusemi zitoweke. Plastiki haikufi, haifi yani. Na inasafiri, inajificha na hatimaye inarudi kwetu kwa njia ya chakula, maji na hewa. Nilivyokuambia, samaki wanakula plastiki, na tunapoandaa unasema ni fresh from the lake, wejua unakula chembe-chembe za samaki. Unakula chembe-chembe za jambo plastiki. Lingine pia wanyama wetu, ng'ombe, mbuzi, miwa, hata saa zingine na wahurumia, manake wanakula plastiki nyingi sana. Sana. Consumption ya plastiki kwa wanyama imekuwa nyingi. Sijui naweza sema nini kuhusu hilo. Hapo mimi naweza sema ni kweli. Na ukiangalia ng'ombe wengi wenye wamekula plastiki hawana afya nzuri. Kama ushechunguza hilo. Hawana afya nzuri. Angalia kule mahali kwenye nyasi zimeadimika. Wale ng'ombe, juu ya wewe sasa kutupa plastiki kila mahali, wale ng'ombe wanakula plastiki. Sini kama wewe ukila hujashiba, wewe ukiona kitu chochote unatia ndani. So unaona? Sasa hao pia wana ile njaa imekukaba na kula plastiki. So unaona? Sasa wanakosa ile kule kukua kuna kwa hali ya tabu kukonda hiyo, afu magonjwa hapa na hapa. So unaona, si nimekwambia plastiki iko na kemikali kali. So unaona mifugo kama hao hawakui vizuri. Naam. Na pia unapokula nyama yake pia unajua pia unakula plastiki. Si samaki peke yake. Na hapo kwa nyama unataka naache kula nyama ama vipi? Maana umesisitiza. Naam. Wanapokula plastiki, unapokula nyama yake jua pia unakula plastiki. Unakula plastiki pale. Kama venye tumekwambia ukila samaki kule baharini mwenye amekula plastiki, umekula plastiki. Sasa pia kwa nyama ya ng'ombe ukila umekula plastiki. Aya, tuendelee. Kuna mjadala huo unaendelea. Hizi meli tunapata zinapita baharini, na takwimu pia zinasema pia meli pia zinakuwa chanzo ya kuharibu mazingira baharini. Na matumizi mabaya plastiki unapata wanarusha. Unajua pia kwenye meli pia kuna watu na wanatumia plastiki. Tunaweza ongelea aje kuhusu hili swala? Manake pia meli zinachangia sana. Takwimu pia zimesema meli imechangia kwa uchafuzi wa mazingira baharini. Mimi naweza sema kuwa kwenye hivyo vyombo vya usafiri vya baharini kama meli, hicho ni chombo kikubwa bwana. Alafu kina alafu sasa eti uniambie kuwa hakuna mahali kwenye mnaweza eka plastiki. Naam. Kunatakikana hapo ndani ya meli kuwe na mahali kama tunahitaji mahali pa kuhifadhi hizo taka, ndio baadaye mkifika bandarini mnazirusha sehemu sahihi. So unaona
kitu kama hicho. Kama hata ukiangalia nini hizi basi zenye zinasafiri masafa marefu, pale mbele huwa kuna mahali, si lazima urushe kwa dirisha kila kitu, kuna mahali mnaeka hizo taka kama ni plastiki nini, mnaeka hapa alafu baadaye zinaekwa mahali sahihi. So mimi naweza sema kitu kama hicho hapo, kwa hivyo vyombo vya usafiri wafanye kitu kama hicho. Naam. Na msikilizaji, kuna mifano mbadala tumesema na tunakurejelea tena. Tutumie vikapu badala ya plastiki ya mifuko. Tutumie tu vikapu. Mimi personally itabidi nitafute kikapu changu. Maana huwa kila nikija ofisini kuna ule mfuko wangu mmoja huwa nimebeba kila siku. No. Lakini sasa utakujaje na kikapu ofisini? Ile ndo swali, utakujaje na kikapu ofisini? Watakucheka, lakini kikapu kimezoeleka sokoni, kwenda dukani, nitakujaje na kikapu ofisini? Je, kuna njia mbadala? Hawata kucheka. Njia mbadala ya kubeba kikapu ofisini. Unajua nikisema kikapu simaanishi kikapu kile cha mashikio mawili. Kwani kikapu ni aina ngapi? Kuna aina nyingi za vikapu. Kuna aina nyingi. Kuna chengine kinatengenezwa kinasukwa, yani hali fulani hivi yenye hata unaweza kivaa. Nishaiona vingi vimetengenezwa, unaweza kivaa kama begi tu, ili begi la wanaita one hand, sijui. Nimevijua. Alafu kina pochi, unaweza hata kuweka simu pale. Kikapu kama hicho. Naam. Sasa ukijana kama hicho kimetengenezwa vizuri na rangi nzuri pale, watu watasema, hata wale wenye wanatumia mifuko watakuonea, utawashawishi tu bila hata kusema. Watakuuliza kikapu chako umekinunua wapi na shilingi ngapi? Ukimwambia ni shilingi 100, anasema heri kuliko ninunue mfuko shilingi 20 kila siku, na kuna kikapu chenye kinadumu mwaka mmoja. Ambapo hiyo itakuwa pia imeongeza tuseme income kwa wale wauzaji. At least wajua ukinunua nikikushawishi ununue pia, watatengeza vingi na vingine zaidi. Watatengeza vingi, na pia wakizidi kuvitengeneza watavutia wengi. Na pia wale wenye wananunua mifuko watasema badala tutumie hii mifuko ya shilingi 20 kwa kila siku, si tununue kikapu yenye kitadumu kwa mwaka. Umesema jambo lingine, umenikumbusha jambo lingine. Vikapu pia huwa naonanga sana watalii uvipenda. Nimezunguka ufuoni baharini na nimeangalia sana wazungu utapata na mfuko ya plastiki, huwa ni vile vikapu. Si ndo hapo sasa kama mtalii anatumia kikapu, je wewe? Naam. Wewe ni nani usitumie kikapu? Mtalii anatumia kikapu na anajua kutunza mazingira. Najua nikitumia kikapu hiki kitani sustain for almost hata miaka 5. Ndio hapo sasa. Naam. Lingine msikilizaji, ni tutumie chupa za glasi ama chupa. Wenye tumesema nyumbani kwako kusiwe tu ni plastiki kila mahali. Sahani plastiki, viti plastiki. Yaani kila mahali nyumbani kwako kuna ndio hatusemi kusikose plastiki, lakini kuwe kidogo na upunguze. Ile utumejua plastiki. Punguze plastiki. Naam. La tatu pia ni wanasema tutumie sabuni au dawa katika vifiniko venye kuna hizi dawa na mafuta, mifiniko yao huwa ni ya plastiki. Sasa sijui huwa kuna njia mbadala gani yenye tunaweza fanya hizi chupa zetu ama mafuta yetu ya kujipaka vifiniko visiwe vya plastiki. Maana mafuta tunayojipaka kile kifiniko huwa ni cha plastiki. Hata mimi kuna zingine naona hadi hiyo chupa pia. Hiyo chupa yenye inaekewa huo mkebe mdogo. Ndio najiuliza tutumie chupa hizo mafuta yake kwenye chupa za chuma. Hilo nalo jambo. We. Ama tuongee na wahusika. Pengine ukiongea na hao wahusika, pengine wakiambiwa kuwa, wakielimishwa kuwa plastiki si nzuri kwa mazingira. Naam. Wanaweza toa njia mbadala wa kutengeneza vile venye walikuja na hilo wazo la kutengeneza hiyo plastiki, hawatakosa na wazo la kutengeneza kitu kingine, ndo biashara yao iendelee vizuri. Na kwa supermarkets, maduka pia tupunguze kununua vitu vilivyofungwa kwa plastiki. Ndo hapo sasa. Na msikilizaji, tunaenda mapumzikoni kidogo na tutarudi na zaidi. Burudika. Kuna njia mbadala yenye serikali imekuja nayo kupunguza hizo plastiki, kuangalia
kama ilikuwa shule ya upili ama nadhani ilikuwa shule ya upili, ilikuwa non-governmental organization, lakini kulikuwa na mkono wa serikali ndani kiasi. Nadhani ilikuwa sijui ya county, alafu na hiyo bodi ya shule tulikuja kuelimishwa kuambia plastiki ni mbaya, ufai kutupa plastiki hapa, ufai kufanya hivi. Pia ukiangalia mashuleni pia wanapewa hayo madhara ya plastiki, vitu kama hivyo. So serikali pia imechangia kwa mambo kama hayo ya kuelimisha watu kuwa plastiki si nzuri. Na kwa kama mfano wakatoa hiyo mfano wa kuwa wakataze hii mifuko ya plastiki ili kuonyesha mfano kuwa plastiki si nzuri, si ndio? So kama wewe umeambua kitu kama hicho, na pia wamekuonyesha kama mfano, wameact as a good example kitu kama hicho, kukuonyesha kuwa mifuko si mizuri, plastiki si nzuri. So naona sasa hapo serikali imechangia kwa kiwango, kwa asilimia japo si kubwa vile, lakini imechangia. Na ulisema plastiki, tuseme wewe kwenu plastiki zimejaa, umesema tusizitupe na tusichome, na tusizichome ovyo ovyo. Maana unajua tukichoma hiyo ni madhara mengine, tunaharibu mazingira. Madhara mengine, unaharibu mazingira, una nini, ukichoma plastiki ule moshi wenye unatoka unaleta ile mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi. Sasa mambo kama hayo yanaleta madhara. Sitaki kupeleka sana kwa kemia juu unajua anaweza kukuchana hapa. Sitaki kupeleka kwa kemia juu naweza kukuchana hapa. Inaleta mabadiliko ya tabia nchi hiyo. Unajua plastiki hutoa gasi hatari kama hizo gases tunazihitaji. Kuna hiyo carbon 2 dioxide, alafu kuna carbon 2 dioxide ambayo sasa ikitolewa na hiyo plastiki kwa released, ikienda kwa hiyo tunahitaji, mimi sije nikitaja kimombo hapa, inaitwa ozone layer. Ikienda huko kimix na hizo gases zenye ziko huko, baadaye inarudi tena kama inaitwa acid rain. Kama acid rain ambao sasa ikirudi tena haitaleta yale madhara ya plastiki, nadhani inaleta mara 2 yale madhara ya plastiki. Na pia kunaongezeka kwa joto duniani, ambapo joto jingi pia si sawa kwa kwetu sisi mili yetu. Sasa si unaona? Naam. Sasa interfere na hiyo, na huko kwenye nimekuambia huko, mimi si kwa mzuri kemia, lakini nimegusagusa huko kwenye nasikia kwa kila wakati jinsi hizo hewa chafu ni hewa zenye kemikali ama hewa chafu ama zenye kemikali zikienda huko, jinsi zinavyoenda kwa wingi ndo zinazidi kuharibu hiyo ozone. Inazidi kuharibu. So unaambia kadri miaka inavyosonga na ozone inavyozidi kuharibika, ndo miale ya jua inakuwa mingi zaidi, alafu joto linakuwa jingi ambalo linaleta madhara mengi kushinda yale ambayo tungeyapata baada ya kurecycle zile chupa. Maana si ni kwa muda tu uzirecycle, hata kama kwako kutaonekana kuna picha mbaya, lakini umeziweka mahali tu umeka chupa kuliko baadaye ikulete tena madhara mengine. So ukizirecycle kama vile baadaye uzipeleke mahali kwenye zinafaa. So naona imekuwa rahisi zaidi kuliko baadaye uletwe madhara yenye atakuletea magonjwa, hata kupa amani. Maana kukiwa na joto obvious hakuna amani. So unashindwa kulala. Jambo lingine pia, plastiki imechafua mandhari mpaka wengine kutatiza uchumi na utalii. Unaweza chukua mgeni ukampeleka kwako ni kuchafu na compound imejaa mifuko, imejaa nini, unampeleka unamwambia hapa ndo kwangu. Sasa wewe
tuchukulie sasa kila mahali kuna plastiki, wageni watalii wanakuja wanasema welcome to Kenya, a place to call home. Sasa kitu kama hicho hata mtalii ataona mbona hapa nakaa Naam. Na pia katika hizi plastiki tunazotumia manyumbani kuna ile njia tukishazikusanya, serikali pia at least kuwe na mfumo, yale magari ya county. Unajua wengine huwa kama sisi huku kwetu chini huku huwa tunakusanya, kuna mtu tu anakuja, tunamlipa, anapeleka. Unajua huyo mtu hatuwezi jua kwa anapeleka wapi hizi taka. Sasa kama ingekuwa mbadala serikali, ingekuwa wanatumanisha magari kama nchi za kule juu, nchi za nje. Huwa naona kila nyumba iko na dustbin nje, like takataka zenye zinaweza haribika na takataka zenye haziwezi decompose. Sasa kama ingekuwa ni vizuri serikali ingekuwa imetufanyia jambo kama hilo, ingekuwa vizuri sana. Maana hii tabia ya kuwa mtu kijana yote anakuja, uko na taka, sawa, eka hapa kwa mkokoteni, ujue amezipeleka wapi. Hilo ni jambo lingine tunafaa tulizungumzie zaidi. Unajua pia kwa county zingine, kama nishaiona mfano Narok. Narok County pale. Unajua nimekuwa kule sana. Sasa nishaiona kuna japo hawazi handle vizuri, kuna zingine huwa zinachomwa, zingine zinaokotwa. Kuna watu huwa ni kama wameajiriwa na county government. Wanaokota chupa, wanaokota, yani unaweza amka asubuhi shika barabara, au utapatana karatasi, unaona hadi kumefagiliwa, au utapatana karatasi sijui kwa mtaro sijui wapi, zimekusanywa zote zimepelekwa mahali kwenye zinafaa kupelekwa. Maana jinsi wanavyokota, kuna hizo gari za county zinawafuata nyuma, wanachukua wakimimina ndani, so wanajua mahali wanazipeleka. Lakini kama huku nimechunguza sana, watu wengi wenye wanachukua hizi taka, mfano wale wanagonga mageti wanapewa hizi taka. Si watu, nadhani ni watu wenye wamejiajiri wenyewe. Wamejiajiri wenyewe. Unampea taka alafu unampea na kama ni 50, 100. Sasa watu kama wale pia wanafaa waonyeshwe mahali sahihi. Sijasema waache kufanya hiyo kazi, sababu pia ni njia ya kupata kipato. Ni tu serikali iseme ukichukua hapa unafaa kupeleka hapa. Na unadhani wengine hawajui? Wengine wanajua, ni ignorance tu. Manake you can't be telling me umechukua taka, umeenda tu umengoja usiku karusha mahali. So naona mimi kuna siku kuna mahali nilipita pakiwa pasafi kabisa, lakini asubuhi niliporudi nilipata magunia, yani pampas nini hizo vitu yani hizo plastiki. Unajua pia pampa ni plastiki yenye haidecompose. Zimeangushwa kila mahali. So unaona vitu kama hivyo. Alafu nimechunguza kitu. Wanasema huko kuna jamaji. Unafikiri ni vitu gani zenye zinafunga mitaro huko, na zinafunga hiyo mitaro na mifereji ndio isiweze kupitisha maji au maji kwenda mahali sahihi? Ni plastiki. So unaona, so zinarundikana mahali, unapata mahali kumerundikana chupa ama hizo pampa zimemogwa kwenye mtaro, zimerundikana hapo. Sasa unapata maji hayapiti kwa rahisi kwenda sehemu husika. Unaona kitu kama hicho. Na msikilizaji, sasa tunasema kuwa maisha bila plastiki yanawezekana. Yanawezekana kabisa. Umeshawahi jaribu kukaa wiki moja bila kutumia plastiki? Mimi hata nikikaa wiki moja bila kutumia plastiki, hiyo nani anaweza kuambia ni uongo? Maana zile hoteli nyingi zenye mimi hata nikitoka hapa kwenda kupata chamcha, hata kisani yenye natumia ni ya plastiki. Ni ya plastiki, lakini maisha bila plastiki yanawezekana. Ni ile tu tunalazimika kutumia. Tunalazimika, lakini yanawezekana bila plastiki. Na tukiangalia mifano kwa nchi zingine kama Rwanda, wamesema wamekataa kabisa plastiki na matumizi yao ni mara moja kwa siku nyingi. Na wanatueleza soko kama la Kimironko liko safi kabisa, halina plastiki. Sasa imagine Kongowea bila plastiki. Lakini pia nasema kwa serikali yetu inajitahidi, serikali ya Kenya inajitahidi. Maana wanasema wanaweza kufunga watu jela kama hutafuata kanuni. Wanakuambia usitupe taka hapa na umeenda kutupa. Wewe unatarajia nini?
Lakini sasa wengine sasa wanasema usitupe taka hapo, ukipatikana kuna faini kubwa. Sasa wewe unasema ukipatikana kuna faini kubwa, ukipatikana, so inamaanisha kama hutapatikana unaweza tupa. Kama hutapatikana si hata mwizi, hata unaambiwa usiibe. Unaambiwa usiibe, lakini watu wanaiba, wengine wanatoroka. Sasa nikitupataka nikitoroka, si hujanipata. So mpaka nuambie tu, uonye mtu hakuna kutupa taka hapa, si eti ukipatikana kuna faini kubwa. So waseme hakuna kutupa taka. Useme tu hakuna kutupa taka, lakini lazima ongeze hiyo ukipatikana kuna faini. Maana ukisema tu hakuna kutupa taka hapa alafu nitatupa, maana at the end of it all kuna ile msemo ukipatikana, wewe je upatikane usipatikane, ile ukipatikana. Sasa unaona hata mwizi ukimwambia usibe hapo ukipatikana, anasema nikipatikana. Ngoja sasa nimuonyeshe kuwa siwezi patikana. So unaona. Alafu kuna hii wanasema pia vijana wengi siku hizo kuna swali tumelizungumzia kuhusu sabuni. Sijui kama ni sabuni ya kuoga ama ni sabuni, lakini wamesema wamezifanyia ukarabati na kuzitafutia finiko za majani. Sijui hiyo ni mbinu gani. Naona hiyo ni mbinu sahihi. Cause hizi vifiniko vingi huwa ni vya plastiki sana. Na ukiangalia vimetapaka kila mahali. So wanasema vijana wamejaribu kubuni hivi vifiniko vya sabuni. Sasa sijui kama ni sabuni peke yake, hii sabuni ya kuoga ama hii sabuni ya kupima ya maji. Ama nikidhani nao sabuni ya maji. Sabuni ya maji. Sasa pia mimi niko na swali. Vifiniko vya majani. Mimi nina swali. Kama umeiweka kwenye kifiniko cha majani, hapo ndani umeiweka wapi ndio ifunike? Je, ni kwa plastiki ama ni kwa chuma? Unajua kifiniko ni plastiki ndogo, alafu kama umeweka kwa chupa, hiyo chupa ndio plastiki kubwa. Naam. So naona so kama umebuni hapo, sijaelewa kiasi kama wamebuni kifuniko cha majani, watuambie wameiweka kwa. Of course kama ilikuwa ni haja yao ni hii plastiki sionekane kwa hii chupa. Of course hii chupa pia si ya plastiki. Si ya plastiki. Sidhani. Sasa hapo unaona wanachukua njia sahihi. Naam. Hapo hiyo njia wanayoelekea, mimi naweza waambia tu kongole. Naam. Na pia wanasema wajua kila siku tunakunywa maziwa kila pakiti ya maziwa ni plastiki. Ndio. Na wanasema wamekarabati pia, kuna venye wanatengeza chupa maalum yenye hii ni ya maziwa. Ukienda kununua maziwa mwambie kuwekea hapa maalum yenye unajua hii utatumia na utatumia. Sasa maziwa unasema maziwa yale ya ng'ombe fresh kutoka kwa from the company, from the factory, si ni plastiki zile. Na so wamesema hawataki hizo, wamebuni chupa special yenye unajua hii ukitaka kwenda kununua maziwa ni hii. Naam. Nafikiri hiyo ni jambo zuri na jema la kuangamiza na kuzuia utumiaji wa plastiki. Ni jambo zuri. Pia nimeliona mahali wanatumia hawatumii maziwa. Si rahisi upate maziwa yako kwenye mfuko, maziwa haya kwenye mfuko. Wanaita sijui maziwa fresh ya kwenye mfuko ama ya kwenye pakiti. Unapata ni ndoo japo ni ya plastiki lakini ni moja. Ndio, kuliko utoe hizo nyingi. Ni ya plastiki lakini ni moja. Ndoo unaenda pale na kama ni jagi lako, lakini sijakwambia uende na jagi la plastiki. Unaenda pale na jagi lako, ama unaenda tu na kitu chako pale, unaekewa maziwa, unarudi nyumbani. Naam. Kama hicho. Msikilizaji, wanasema plastiki ni rahisi za maskini peke yake, lakini huo ni uongo. Tunasema wote wanaotumia plastiki na wote wanatumia ni sawa kabisa. Sote tuko sawa, tuko pamoja. Hakuna tajiri na maskini kwa utumiaji wa plastiki na kuharibu mazingira. Sote tuko sawa na sisi wote ni wa kawaida. Na tunachukua mapumziko mafupi na tutarudi baadaye. Na msikilizaji, ilikuwa ni tunapendana, aliyeimba ni Mbosso. Karibu tena, ni dakika 33 zimepita baada ya saa 6. Tunakuuliza, je, unaweza ishi bila plastiki? Msikilizaji wetu, kumbuka unasikiza Blue Radio, bringing the vibe. Naam, karibu tena Sule. Nimekaribia. Na msikilizaji, tunajua kuwa kesho Mei tarehe 22 ni siku ya kimataifa ya
bioanuai, International Day for Biological Diversity. Naam. Kwa lugha ya rahisi pale unaweza sema tu uhifadhi wa hali ya hewa. Naam. Hebu tujadili kidogo kuhusiana na siku ya kesho, maana ni kesho. Sasa mimi nataka nikwambie kitu. Naam. Nimekwambia uachane na plastiki. Unaona pia ukichoma plastiki utatatiza siku ya kesho. Utaitatiza. Maana ukichoma plastiki unatoa hizo hewa chafu, alafu baadaye unaharibu hali ya hewa. So unaona hali kama hiyo. So ukichoma plastiki pia unaharibu hali ya hewa. Kwa hiyo utainterfere na siku ya kesho. Usichome plastiki leo. Na wanasema bioanuai ni wingi na utofauti wa maisha yote duniani. Mimea, wanyama, vimelea, viumbe vidogo vya baharini na hata bakteria. Ni kama tu tajiri wa uhai. Maana hatuwezi ishi bila bakteria, hatuwezi ishi bila wanyama, hatuwezi ishi bila mimea. Naam, yeah. Si ndio? Na tunafahamu kuwa tukiwa duniani ni lazima kuwe na uhai na yenye usawa wa mazingira na yenye usawa wa uwezo wa kujifufua baada ya majanga yote. Bakteria lazima. Ni lazima. Naam. Na wanasema chanzo cha siku hii ilianzishwa na Umoja wa Mataifa ili kuongeza uelewa na hatua za kulinda bioanuai duniani. Tarehe 22 Mei ilichaguliwa na kuadhimishwa kupitishwa kwa maktaba ya kimataifa wa bioanuai, Convention on Biological Diversity CBD, mwaka wa 1992 Nairobi, Kenya. Ndio. Naam. Na kwa nini ni muhimu? Wewe unaweza dhani kwa nini muhimu? Kwa nini mimea na bakteria yote, wanyama, kwa nini ni muhimu kwako na kwa wengine wote duniani? Mimi naweza sema siku hii ni muhimu kwa kila kiumbe, kwa sababu viumbe vinaishi kwa kutegemeana. Naam. Wewe huwezi ishi bila, unajua huwezi ishi bila, kama vile umesema vimelea viwezi ishi bila ng'ombe. Ndio, ng'ombe hiyo mifugo viwezi ishi bila mifugo. Si vimelea. Naam. Au mifugo hawezi ishi bila mimea, na pia wanadamu hawezi ishi bila mimea. Unaona? So unaona mimi ni muhimu sababu yani ni kama tunahifadhi kila kilichoko kinacho exist, yani inamaanisha duniani. Ndio. Naam. Tunasema ni muhimu kwa sababu hakuna plastiki inayooza, lakini kuna viumbe wanaoangamia kila siku kwa sababu ya plastiki. Ndio. Na siku hii ama hiyo siku ya kesho utufunza kuwa tunahitaji bioanuai ili kupata hewa safi, maji safi, chakula na dawa. Ndio. Na maana bila chakula hata sisi pia hatutakuwa. Bila chakula sidhani kama ingekuwa sisi. Maji safi pia. Sidhani kama ingekuwa tuko hapa unaweza ishi bila maji. Bila maji. Maana maji ni uhai. Huwezi ishi bila maji. Naam. Lakini sasa maji yako usiweke kwa chupa. Naam. Msikilizaji, usiweke maji kwa chupa. Tafuta chupa ya chuma. Chupa ni ya chuma. Naam, bioanuai inaweka mizani ya maisha, ikiwa viumbe vinavyotoka maisha yetu pia yapo hatarini. Naam. Bakteria isipokuwa sidhani kama, maana hata mwilini pia tuna viini vya bakteria. Tuna viini vya bakteria. Na pia kila kilichoko mwilini kina kazi yake. Naam. Si ndio? So bakteria isipokuwa sidhani kama kuna hiyo hali ya inaitwaje? Hali ya utendakazi wa mwili. Sidhani kama utakuwa sawa. Naam. Na mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira hasa plastiki na ukataji miti ni miongoni mwa sababu zinazoharibu bioanuai. Ndio maana watu wanaambiwa ukikata mmoja panda mitano. Mitano. Panda mitano. Kuna mwingine nilimuona pale anaambiwa si uliambiwa usichome mkaa, mbona umechoma mkaa? Anasema tuliambiwa ukikata mmoja panda mitano. Unajuaje kama hii ni ile mitano niliyoipanda? So hujambo upande mitano ukate tena. So ukikata kama umepanda mitano, ukikata tena mmoja kati ya ile mitano, panda mitano tena. So usiseme unajuaje kama huu ni ule niliyoupanda. So unaona sasa hiyo itakuwa hatusongi mbele, tunarudishana nyuma. So ukikata leo hiyo mmoja kati ya hiyo mitano, kesho ukate mmoja kati ya hiyo minne iliyobaki. So unaona unaharibu mazingira.
Yeah. Nayo hii International Day for Biological Diversity inaadhimishwa kila mwaka tarehe 22 Mei. Mwaka huu wa 2025 kauli mbiu ni kuwa Harmony with Nature and Sustainable Development, ambapo ni ulinganifu na maisha na maendeleo endelevu. Sijui kwa unaelewaje. Ulinganifu na maisha na maendeleo endelevu. Ulinganifu na maisha na maendeleo endelevu. Wametumia Kiswahili cha ndani. Sasa Kiswahili ni rahisi. Kizungu umelalamika. Kiswahili nacho ulinganifu na maisha na maendeleo endelevu. Na hiyo ndio kauli mbiu itakuwa maendeleo endelevu ni kidhani ni kama sustainable development, kitu kama hicho. Naam, si ndio? Manake kwa Kizungu inasema Harmony with Nature and Sustainable Development. Naam. Kumbe napatia. Maendeleo na maisha na maendeleo endelevu. Naam. So naona maendeleo na maisha, mimi naona ni kama ni kupiga hatua nyingine katika maisha. Kupiga hatua nyingine katika maisha, na pia hizo sustainable development ni kumaanisha ni zile tunaweza semaje, maendeleo na maisha ndio sustainable development. Sijui niyekeje kwa Kiswahili, inakuja hali ya maendeleo inakuja. Wacha nikusaidia. Inasema kauli mbiu hii inalenga kuonyesha uhusiano muhimu kati ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya Umoja Mataifa na kadiri ya Kunming Montreal Global Biodiversity Framework KMGBF. Inasisitiza kuwa ili kufika malengo haya lazima tuishi kwa uangalifu na asili, kulinda bioanuwai kama msingi wa ustawi wetu na wa vizazi vijavyo. So unaona sasa hapo nilikuwa na kama kaufunuo kiasi, lakini nimeshindwa nitakaeka vipi kwa msikilizaji wangu. So sustainable development ni muhimu kwa maisha yetu ya kila wakati. Bioanuwai ni muhimu. Yeah. Na kuna kisa nimekisoma happen currently 2024 hapo mwisho katika kaunti ya Nakuru. Gilgil iko Nakuru. Ndio, nikidhani na wanasema kuwa plastiki zimekuwa nyingi mpaka zimeharibu virutubisho vya mchangani kule. Walikuwa kazi yao kwa hasa walikuwa wanapanda nyanya, hizi tomato. Na kuna mzee anajiita Mwangi alilalamika sana na akasema wanahitaji serikali ifanye jambo. Maana nyanya zao zilikataa kumea, kuzaa baada ya kuwa plastiki zimekuwa nyingi. Kila alikuwa akichimba anapata tu ni plastiki. Ndio jambo nililozungumzia awali. Nimekwambia plastiki ikiingia mchangani inatoa kama ni zile nutrients, ndio. Maana plastiki inaua kila kitu. Ina kemikali kali. Sasa inaua hizo nutrients. So ukipanda mmea katika mchanga ambao chini yake una plastiki, unakuwa na hiyo standard growth. So unapata mmea unamea, lakini si kwa hali ile yake ya kawaida. Inaka uhafifu fulani hivi. Inamea ni kama unapata kama majani yanakuwa rangi ya inaitwaje, manjano. Naam. Sasa badala kuchukua rangi ya kijani kibichi, inamea kwa hali ya rangi ya manjano na kuwa hafifu. Na alafu mti unapata pia uko hafifu ile stem unapata iko hafifu. Na msikilizaji, jinsi ya kusherehekea siku hii ni kuelimisha jamii. Kama ni mashirika sio ya kiserikali, tuna watu wanaweza andaa semina na kuelimisha jinsi ya kuweza na kukabili plastiki. Maana bioanuwai ni lazima, ni muhimu kwetu sote. Jambo la pili ni kupanda miti. Katika siku hii, hiyo siku ya kesho, jamani wasikilizaji, tunaweza panda miti. Tumesema panda miti, mkikata moja panda mitano. Miti ni muhimu kwa ajili ya hewa safi na kwa ajili pia ya virutubisho changani. Sasa umesema pia huwezi ishi bila maji safi. Maji safi yanatokana na nini? Hiyo miti yenye unapanda pia inazuia maji. Hizo ni water
zinaitwa water catchment areas hapo mali kwenye hizo forest. Alafu pia miti ni moja wapo ya kitu ambacho kinaleta mvua. Sasa ukikata mti utaleta ukame na utakosa yao maji safi yenye unafaa kutumia ndio uishi maisha mazuri. Na kuhamasisha matumizi endelevu. Tangaza matumizi ya bidhaa mbadala za plastiki katika jamii yako. Ndio. Sema wataarifu, waeleze changamoto na effects za plastiki katika mazingira yetu. Sijui wewe la kuongeza? La kuongeza ni kusema tumia kikapu. Usitumie mfuko wa plastiki. Na tunaenda mapumzikoni kidogo, tunaporudi tunakuja kumalizia show. Unasikiza Blue Radio na hii ni show ya Wimbi la Mazingira, burudika. Na msikilizaji wetu, hiyo imekuwa ni Too Easy by BN. Dakika 47 zimekatika baada ya saa 6 na tunaenda kumaliza, tuko katika pilika za mwisho katika kumaliza kipindi hiki. Na tunasema plastiki, tumesema utumizi wa plastiki ubaniwe kabisa. Naam, si ndio Sule? Kabisa, utumizi wa plastiki ubaniwe kabisa. Naam, plastiki inazidi kuharibu mazingira yetu ya sasa, na tunapoendelea na njia hizi za kutumia plastiki, I guess by 2050 tutakuwa pabaya sana. Na naona hatutakula samaki venye wanasema unakula samaki unapenda fresh from the lake. Fresh from the lake. Unajua hata siku hizi wana test ya samaki si kama ile ya kitambo. Test niende kibadilika. Naam. Je, una lipi la kuambia wasikilizaji wetu ambapo tunapoendelea kutamatisha kipindi hiki? Mimi naweza kusema tu ukiendelea kutupa plastiki ufuoni utakula samaki wa plastiki. Ukiendelea kutupa plastiki kwenye mitaru utaleta uchafuzi wa mazingira. Pia ile yenye mnaita ni floods inatatiza ile hali ya biashara na hali ya usafiri na biashara. Hiyo uko mabarabarani pia ukitupezo plastiki mitaru ikiziba, maji yanatapakaa kila mahali na yanatatiza hali ya usafiri na biashara. Pia ukiendelea kuchoma plastiki unatatiza siku ya kesho ya kusherekea uhifadhi wa hali ya hewa. Siku ya tarehe 20 na ngapi vile 22 mwezi wa 5 mwaka huu 2025 utatatiza siku ile ukiendelea kuchoma plastiki. Pia ningependa kukuambia msikilizaji wangu, wakati una handle plastiki kwenye nyumba yako, ni mara ya mwisho nakwambia hii. Sidhani kama nitarudia hili jambo. Sidhani kama nitalikumbuka tena. Ni heri nyumba yako ichukue sura, haitachukua sura mbaya vile, kwa sababu kuna mahali utaziweka tu kwa muda alafu ziende, kuliko baadaye upate madhara mengine baadaye. Ningependa kusema usiweke mahali sahihi, baadaye zitupe mahali sahihi. Kila kitu kifanyike kwa usahihi. Na msikilizaji, tunajua kuwa hatima ya dunia iko mikononi mwetu. Hatutajiki kusubiria teknolojia mpya ndo tuweze kutunza mazingira. Na msikilizaji, nakupa tu changamoto moja, tujaribu tu kuishi kwa siku 3 bila kutumia bidhaa yote ya plastiki. Uone kama utaweza. Siku 3 tu, hata si wiki, siku 3 tu uone kama unaweza ishi bila plastiki. Na pia kumbuka, plastiki sio adui wetu mkubwa. Matumizi yetu yasiyo na mipaka ndio tatizo. Sijui kama unakubaliana nami. Sinakubaliana na wewe. Tukichagua kwa makini, tukijifunza kubadilika, tunaweza kuishi maisha yasiyojalizika plastiki nyingi. Dunia yetu tukiamua tu kwa makini. Ukiamua ni plastiki, hapana, mi acha tu ama kama ilikuwa lazima utumie plastiki, make sure umetupa pale pasawa. Maana plastiki huwa inarushwa, inakimbia, inasukumwa na hewa haraka sana. Hakuna kitu chenye kinasukumwa na hewa kama plastiki. Inatapakaa kila mahali. Naam. So tukichagua kwa makini tutaweza change ama kufanya plastiki iwe haimo tena. Na ndo hapo tutasema kuwa maisha bila plastiki yanawezekana. Na tunatambua kwa plastiki si rafiki, ni mgeni aliyegeuka kuwa mzigo. Ndio. Amegeuka kuwa mzigo, lakini hatujachelewa. Tunaweza kuchagua na kuweza kuhakikisha kwa plastiki haimo tena. Ndio. Na ya kuongezea na kumaliza tunapotamatisha show hii?
Mimi natamatisha nikisema tutumie plastiki kwa njia ya uangalifu sana. Naam. Tusije tukachafua mazingira. Naam. Tumeongelea kuhusu plastiki na natumai msikilizaji wetu utafata tuliokuambia tulipoanza show hii ya Wimbi la Mazingira. Natumai umesikia, na kama una jambo lolote ama una swali lolote, kumbuka kuna mitandao yetu ya kijamii @www.blueradio.ke. Maswali yote hao tutakujuza na tutaeleza kwa ndani zaidi. Hii imekuwa ni show ya Wimbi la Mazingira. Kumbuka unasikiza Blue Radio, bringing the vibe. Nimekuwa wenu host Esther Chiro. Nami nimekuwa wenu Mathias Gona. Naam, hadi wakati mwingine, shukran. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.